doing great. Welcome back again to this amazing YouTube channel, your number one YouTube channel for daily episode recaps, analysis, and prediction. I'm so happy. Yesterday it was my birthday. I turned a year older. Now, our today's episode goes to Zari, episode 129 to 130. Today I'm going to tackle 2 episodes at once. So guys, hope you are ready for this because it's drama after drama. Now, jana mliona Lola and Bien walikuwa na meeting. Lola alikuwa amealika Bien wa meet, and Lola asked for compensation. Although when it comes to Zari, wanajaribu kupeleka hii series haraka sana because kuna part mingi, there is a very big part of conversation yenye hatukuona between Bien and Lola. So Lola went direct to asking for compensation, of which hapo kulikuwa na some part that they are skipping because of lately they have been rushing these episodes. Ni kama wanataka hii Zari iishe haraka sana because I don't know why. At Benim we have around 6 to 7 episodes remaining, and if you go to Zari DSTV website, they are saying we have around 49 episodes to go, of which sijui zita add up haje wakipeleka mbio. Coming back to the episodes, after Lola and Bien meeting, Lola alikasirika sana akatoa kama amelia after asking for compensation. Na Dalmas akamwambia, we relax, stop crying, I will go and talk to Bien myself. So Dalmas alienda akaongea na Bien, yes, akaambia Bien vile Lola anampenda. Because it's kinda Dalmas alikuwa anahurumia nani? Lola. And I don't know how it's happening. Na tunajua tu Dalmas ni mkora mwenye anatafuta pesa kutoka kwa Lola ya cheki. Game yenye mnataka kunichezea na iona vizuri sana. Mimi kama ni pesa mnataka, I'll compensate you as long as you stay away from my life. And those were Bien's final words. Then akapart ways na Dalmas. Now, going back to Susan's house, si mnakumbuka alienda kwa kina Dalmas akapata na chizi mwingine anaitwa sister ya Dalmas. And talking about Dalmas sister, mlimuona? I don't know why, I have a feeling that huyu si sister ya Dalmas. Labda ni kabibi kake na alikaambia weka hapa, nikileta msichana kazi yetu ni kukamua pesa, anakuwa investment, alafu unajifanya we ni sistangu. Cause kama si hivyo, hii life hatutawezana. Cause hata Dalmas mwenyewe aliconfess, akaambia Lola vile yeye alikuwa mkora na ni scammer, na alikataa kuscam Lola after kurealize that pia Lola ni scammer, simply because alikuwa anauzia watu nguo za mtumba, anaziweka label, anaziuza do mingi. So they are all scammers. Now Susan alienda huko, akatuongwa, akapigwa, akarudi kwa nyumba kama ajielewi. So kila mtu alikuwa very much concerned about Susan vile anaendelea. Isaac alikuwa hapo, Zuhal, Mark, baba Zuhal. Now Bien akapigia Rispa simu. Kumbuka they were to go for the shoot at the Kabarage Holdings. Na already ni usiku na wajaenda shoot. Susan kusikia hiyo simu akachangamka. Kwanza akaambia kina Mark, akaambia Zuhal apeleke Mark, huyu kijana anamhurumia sana, labda akunja. Zuhal akasema, unasikia hivi vile ameanza kuongea, labda sahi ashaanza kupona, acha tujitoe. Pia Isaac akajitoa, but akamwambia, in case you need anything, feel free to call me. Now Hagi alikuwa like, atufai kuachilia Rispa aende huko kwa Kabarage Holdings. What if apata na Lola huko amtuange tena? Ndio Susan akamwambia, please, nataka nikuongeleshe, kuna kitu nataka kukuambia. I need us to come together, tushikane mkono, tusaidie Rispa.
Cause sahi unaona situation yenye tuko. Rispa akona opportunity, amepata job. Hatuna pesa, hatuna anything. Madeni zimetuzunguka. Situshike tu mkono Rispa, at least aende atafute kazi apate do. Kwa sisi wenyewe hatujiezi. Look at me now, look at you. Ndio Susan akamanage kuconvince Hagi hakubali wa support nani Rispa kwa hii mambo yake ya modeling, of which initially Hagi alikuwa like no. Hii kitu tunatuletea tu mascammers na drama and all that. So Rispa kaenda ka dress up and she was looking like alikuwa anakaa wow. Susan akamwambia na siku hizi umeanza kukua mrembo. So she left to the mansion. Na each time pale kwa mansion Nina na Lwanda wa like, kwani what's happening? Watu wa kushoot wako hapa. Rispa hatumuoni. Bien hatumuoni. Na hizi posters zinafaa kuanza kuwekwa as early as tomorrow. Ndio hii time wakiongea. Speaking of the devils, Bien na Rispa wakafika. And Frida bado hakuwa amelala. Unakumbuka hii shoot inafanywa usiku na kuna baridi. Ndio Frida akawaambia sinaweza enda na nyinyi at least nione vile shoot inaenda. Lwanda alikuwa anataka kukataa lakini Nina akamwambia please acha aende alafu avae nguo za baridi. So they went for the shoot. Now, hapa tuko kwa Kabarage Mansion. Greg na Linda walikuwa wamekaa kwa kiti. Wamenyamaziana tu, hawaongei. Dylan akaenda akauliza eti preparations za harusi zimefika wapi. Linda akamwambia kama ni harusi unataka kuongelelea, ongea hiyo story na Greg. Mimi nimeenda. Si Linda akaamka akajitoa akaenda. Greg akaambia Dylan, cheki, huyu bibi harusi hataki kuolewa. Na recently amekuwa akiniongelesha matope. Amekuwa akiniongelesha matope. Unakumbuka jana Linda akisema ati hii harusi ati ni ya kurudia. Greg hafai kufurahia sana. Yaani anamaanisha wamekuwa wajinga sana kwa their wedding, kwa their marriage until wana repeat wedding. Vile unaweza kuwa mjinga shule u repeat class. Now they are repeating the wedding, so it's not something to celebrate. So that's why Greg alikuwa anasema Linda of late amekuwa very rude. Now Ashley pia alikuwa hapo, so Greg aka-excuse akina Dylan na Ashley. So Dylan akaambia Ashley, actually tomorrow it might be a new beginning for me. Kesho ni harusi ya my sister Linda and I want you to accompany me as my wife. Habari ndio hiyo. Ashley kusikia hivyo, she became too emotional, akaenda akajifungia kwa room. Dylan ndo huyo akamfuata akaenda akambembeleza. Because Ashley alimwambia actually me I don't deserve to be your wife. My past is very dirty. I killed my husband. My past is not worth it. Mimi sifai kukuwa bibi yako. Ndio Dylan akamwambia mimi si mtu wa hiyo type. I can't judge you according to your past. I'm judging you according to your present. Any man who judges a woman using their past, if that's a stupid man. Ndio akamwambia hiyo story hata usiwahi ongea na mtu mwingine. Me I love you the way you are. Kumbe Lily na yeye alikuwa ametega masikio hapo kwa mlango akasikia everything that they were talking about. Na kumbuka Dylan amemwambia Ashley hii story isivuke hii mlango. Kumbe Lily ashasikia. Sijui kama ataenda kutangaza ama kutaenda aje. Now pale kwa shoot, the shoot was wow, but Bien na Rispa hawakuwa wanaachana. Like Bien alikuwa anazuba tu hivi, kazi yake tu ni kuangalia Rispa. Mpaka Lwanda na Nina they realized that kuna kitu inaendelea kati yao wawili. Ndio Rispa akamwambia Nina eti nilikuwa nimetamani sana kufanya kazi na wewe. Unakumbuka ile shoot ya Lola tulifanya? Kama si wewe Lola hata angekuwa amejulikana because you came up with the very brilliant ideas. Nina akamwambia please acha tusiongelee mambo ya watu. Let's not talk about Lola. Na yeye Lwanda pia alikuwa amenotice. Akauliza Bien kama kuna kitu inaendelea kati yake na Rispa. And Bien denied. Akasema hakuna kitu
inaendelea. Back to Dalmas and Lola. Si Lola after kuachana na Bien, Dalmas akaenda akaongea na Bien. Bien akaambia Dalmas atawapea compensation. Now, he went back to Lola. Kapala tu Lola, bado analia. Kamuuliza surely, utaendelea hivyo mpaka lini? Please, come on. Get back to yourself. Today, I have a better plan for this night. I have a surprise for you. Lola kamuuliza, are you serious? Dalmas akamwambia, yeah, niko na surprise and I know you will love it. So, kumbe Dalmas alienda akatafuta shop, another shop, akaiweka stock, akaitengeneza. Now alienda akasurprise Lola. So Lola kuona, she was not even surprised. Contrary to Dalmas' expectation. Alikaa tu akafikiria, there is a time Bien alimfungulia shop. So hisi kitu ya kwanza kumfanyikia. Bien alikuwa ashafanya kitambo, akakumbuka vile alikuwa na raha, vile alifurahia after Bien amemgift hiyo shop. And Dalmas was like, kwani kuna kitu mbaya nimekufanyia? Have I done something wrong? Why are you not even appreciating? Lola akamwambia Bien ashainifanyia kitu kama hii. Ndio Dalmas akamwambia, please, if you continue crying like this, we are not going to work. I promise you that we're gonna work together so that we can earn money, we can make a lot of money. I want you to go back to yourself. Tunataka to prove our watu wrong, that you can still make it without them. And me, I used all my saving to make this shop. But you kiendelea hivyo, we are not going even to progress. Ndio Lola akamwambia, please, I know you are trying to make it up for stealing our money. And thanks to you, hii pesa umeiweka in good use. This is our money. That you took from us. Lakini uko na bahati cause umeitumia vizuri. Now let's get back to work. Lola akaangalia shop hivyo, akaona vile Dalmas amepanga nguo madhongothokanio. Unakumbuka madhongothokanio? Yaani nguo zimechanganywa, fupi, refu, blue, black, yaani shop haina format. Akamwambia, now we have to get work. And you know, when it comes to work, when it comes to business, Lola anakuanga strict. Na unajua Dalmas hajaizoea vile Lola ufanyanga vitu zake. Yeye abembelezangi watu. Akaanza kumwambia, get to work. Unaona vile hizi hanga ulieka? Ona hizi manguo umechanganya. Let's sort them. Blah blah blah. They started sorting the clothes. Now, on the other side had photoshoot. Si Rispa akaanza kuchukua picha na Bien na Frida akipost kwa social media. Hii kitu haikufurahisha nani? Nina akapigia Lola simu akamwambia, you know what? Leo tulikuwa na shooting ya The Kabarage Holding, tulikuwa tunataka kuadvertise hii biashara na nilikuwa nashinda uko wapi. Lola akamwambia, already I know that. Ndio Nina akamwambia, na kuna vile Rispa naona akibehave weird towards Bien. Kuna vile yani hawanibambi. Vile wameshinda kufuatana, wanaangaliana, it's not even healthy. What's going on? Lola akamwambia, ninajua what's going on, so me I don't care about them. Then haka hang up. And Nina was like, kwani what's happening? So Rispa alikuwa anachukua picha anapost kwa social media. Now Lola akaingia kwa social media, akaomba Dalmas simu. Unakumbuka Lola anakuanga Katululu, waliuza simu yake time Frida alikuwa mgonjwa na hawakuwa na pesa, mpaka wakauza ring hiyo siku. And I think kuuza ring, it was a bad omen. That's why say they are even separating. Si akaona picha vile zimepostiwa kwa social media. Kwanza Frida akona Bien na Rispa. Akasema, surely what is this? What an embarrassment. Mbona wanajianika kwa mtandao hivyo? Wanatangazia watu nini? Lola was so mad. Ndio Dalmas akamuuliza, surely hizo picha ni kitu ya kukasirisha? Lola akamwambia, excuse me, this is my husband I'm talking about. Mbona kila mtu anaona tu ni poa hii kitu ikiendelea? I'm talking about my husband.
I love my husband so much. Na sijui mbona kila mtu anaona hii kitu ni kama normal. Kila mtu anaona tu ni kama kitu ya kawaida. Now ndo huyo. After few even less than 1 week, drama. He has already messed up kila kitu. Now, after the shoot, Bien ndo alipeleka Frida aende kulala. Kumbe Frida alinotice that yeye na Lola ni kama vitu haziko poa. Akamuuliza about Lola, what happened. Bien hapo anataka kuongelelea hii story. And Frida alikuwa sad that Lola was missing out in the photo shoot because initially Rispa na Lola walikuwa na shoot pamoja. Now Frida akamuuliza, ama umepanga kuwa Rispa? Because from the way you were looking at each other, vile mlikuwa mnaangaliana ni kama Rispa ako interested na wewe. Umepanga kumuoa? Ndio Bien akamwambia, that is a story of another day. Mimi, I love you so much. Na Frida kakalala. Now, after the shoot, Nina was very much concerned about Lola. Mpaka akapigia Susan. But here in Turkish, Luanda and Nina went to see Susan at her house, contrary to that because niliona next on. And mostly, kama Zari, the event is not happen, like people are not meeting, they do phone calls. Kama unakumbuka ile part ya Bien alikuwa anaambia mamake hawe babake, in Turkish it was one-on-one conversation, unlike Zari it was a phone call. Nina makes a phone call and anaambia Susan, I'm very much worried about Lola cause niliongea na yeye jana nikasikia akiongea vitu strange. Ndio Susan akamuuliza, huyo nani unaongelelea, sisterko? Bado uko na guts za kumuita sisterko? Do you know what she did to me? Sasa nimechapwa. Mgongo inakaa ama ni kama kitabu ya hesabu. Huyo sisterko nataka nikupe story yake. Hata Susan haachilie tape. Vile walioana na Bien, zile blackmail zote walifanyia Nina, vile waliiba mtoto. Na akasema hii yote alifanya juu Lola alikuwa anataka. Akamuuliza, kwani when Lola wanted to take your husband, that is Luanda, nilikuwa? Wakati Lola haliba maisha yako, nilikuwa? So usianze kusema eti mimi ndio nimemuinfluence kufanya vitu zote. Lola is wicked. She's a bad girl. Ndio akawaambia, even right now we are in big debt because of that scammer who calls himself Dalmas. Lola ametuweka madeni mingi sana. So one thing I'm asking from you, don't slander my daughter. Don't be too harsh to my daughter Rispa. Yeye ndio niko naye peke yake. Now, na yeye Rispa kusikia hivyo, akajua sasa mamake anamuamini, hayuko saidi ya Lola. Ndio akasema, huyu Lola na yeye atajua juu. Vumbi nitamuonyesha. Moto nitamuonyesha. Simply because now I know my mom believes in me na yuko kwa saidi yake. So, what is Rispa's mission here? Rispa's mission is to separate Lola and Bien ndio arudie Bien. Because kutoka kitambo Rispa alikuwa anataka Bien. Na Bien akamwekea wall hivi. Akamwambia, me, I'm married and I love my wife so much. But wakati Bien alivunja hiyo wall, si unaona sasa? Akakaribisha Rispa, akaingia tu fua. It's a new day. Lola na Dalmas kama kawaida wakaamka wakaenda kwa job yao. Now, on their way, wanapatana na posters huku kwa barabara za Kabarage Holdings na Rispa kama model. Si hii kitu inafinya Lola. Anaenda na raro hizo posters, then anaenda kwa shop. So, kufika kwa shop, Lola anachukua laptop. Si mnajua Lola ana laptop, labda ni ya Dalmas ama ni ya job. Anafungua hivyo, angalie ni nini inaendelea kwa mtandao. Kufungua tu anapata picha za Rispa, Kabarage Holdings zimejaa kila mahali.
Nakasirika, anagonganisha hiyo laptop. And Dalmas is like, what kind of madness is this? Ni kama anajiuliza, huyu ni nani nilishikana na yeye? Yaani Lola alikasirika, laptop ikagonganishwa chini. So Lola was like, kila mahali nikifungua ni rispa. What kind of madness is this? Now, the previous night, after Rispa kupost picha zake kwa social media, Lola aliambia Dalmas wakuje wapige selfie. So Dalmas smiled, Lola akasmile, wakapiga picha wakaweka kwa social media simply because walikuwa wanataka kufilisha nani? Bien na Rispa. It's a tit for tat game. Ni revenge zinaendelea hapa. Ukifanya hivi, mimi nafanya hivi. Ukipost, pia mimi na post. So, Bien na Rispa walikuwa wameona hiyo post yenye Lola alipost kwa social media about their new shop na yeye na Dalmas. So they took that photo, wakaenda wakitafuta hiyo shop. So they came across a poster that had been torn. Rispa akasema, huyu lazima akuwe ni Lola. Na kama ni Lola alifanya hii kitu, lazima shop yake ikuwe karibu. And they were right. They finally found Lola's shop. Wakaingia, and Lola was so shocked kuona Rispa na Bien eti wamekuja shopping kwa duka ya Lola. Lola alikuwa anasikia kupiga Rispa. Dalmas anamshika, anamwambia, we relax. Nilikwambia aje, tuko hapa tutafute pesa, acha tu wa shop. So Bien akaambia Rispa achague nguo zote zenye anataka. Si Rispa akachagua nguo, akajaza bag. Bien akalipa, then akitoka akaambia Lola, niliona picha yenye ulipost kwa social media and I really liked that photo. Then they walked out. Ndio vile walienda, Lola akasema, from now henceforth I'm not going to cry. Hiyo ni ujinga yenye nimekuwa nikifanya. Sitalilia mwanaume tena. Kama mbaya. Now, today is Linda and Greg's wedding. So, tuingie hapo kwa kabarage, tuone nini inaendelea. Linda ako na bridal team ya kumpaka makeup, kumtengeneza. Lily ako hapo. Then, all of a sudden, she changes her mind. Anakasirika, anafukuza watu. Linda akamwambia, I will not. Mimi nimechoka. I'm not happy. I've changed my mind. I'm not going to get married. Mi siolewi. Imagine it's wedding day. Watu wanangoja huko kwa reception. Linda ako hapo, asha change mind. So, ndio Dylan akakuja, akaconvince Linda, akamwambia, please, kubali kuolewa na Greg. Tunajua tu very well that Kenan ni gaidi. Kenan ni mbaya. Forget about Kenan. Kenan aliua Harriet, akaua mtoto wa Luanda Zain. Alikuwa anataka kuua Nina, my daughter. You see, this is Dylan saying those words to Linda, forgetting that the same Kenan who did all those wicked things is the same Kenan who helped Linda out of prison, is the same Kenan mwenye alisaidia Skylar akatoroka wakati they were very desperate, not knowing on what to do. It's the same Kenan mwenye alipigia Pamba simu wakati Pamba alikuwa anataka kuua Dylan pale kwa railway station. Dylan alikuwa haekwe akanyagwe na gari ya moshi. But just one call from Kenan ili save Dylan's life. But now, wanaona tu mabaya yenye Kenan alifanya. So, Linda changed her mind. Now, let's get into episode 130, that is Friday's episode. After Dylan kutoka, Frida kalikuja, kamevaa nguo smart, kanaka poa, kanaka ka star girl. And Linda was like, wow, mama, you look so cute. Frida kamuliza, grandma, why have you not dressed up? Everybody is waiting you. Everybody is waiting for you, including bwana harusi. Ndio Linda akambia Frida, I'm praying that in future,
ukiolewa uolewe na mtu mwenye unapenda zaidi, sio mtu mwenye upendi. Ndio Frida akamwambia, I wish you all the best, hope that will be happy and all that. Watu wa makeup wakakuja wakamalizia kumtengeneza. Nao drama ni mingi hapa. Kenan alikuja akapata Linda kama amemaliza kufanya nini? Kufanya makeup zake. Akamwambia Linda, I know you love me, but you decided to get married to Greg. Why? Mbona uliamua kunibetray? Linda akamwambia, I promised my son Bien that I will get married to his father. That's why. And this marks the end of our relationship. Leo ndio mwisho wa mapenzi yetu. Akamwambia Kenan atoke aende. Kenan akamwambia siendi. I'm not going anywhere. Linda akamuuliza utafanya nini? Kenan akamwambia you will see and everybody will see what I'll do. Then Kenan left. Now, twende pale kwa venue ya harusi. It's so dramatic. Couples wanakuja in pairs. First, Rispa and Bien. Bien akaenda akasalimia Frida wakiwa na Rispa and she was like, kwani Lola akuji? Bien akamwambia mimi sijui kama anakuja. Akauliza Rispa, mbona uko na Bien? Rispa akasema it's just a friend. Now, hiyo story kaishi hapo cause hii kitu ya kuona Rispa na Bien ni kama inasinya sana Frida. Next ilikuwa ni Dylan na Ashley. Walikuja kama wameshikana mikono and Luanda and Nina they noticed that. And they were smiling ni kama wame notice kuna kitu inaendelea katikati ya Ashley na Dylan. So, wakiendelea, Lola and Dalmas came holding hands like couples. Wakakuja wakaingia kwa venue ya wedding. Bien akaona Lola. Nina pia aliona Lola and she was like, hapa sijui ni nini Lola anajaribu kufanya. Cause this one will not end well. Bien aliangalia Lola hivi na Dalmas. Alikuwa ameshika glass hivi. Akaivunja na mkono. Akaishika tu hivi. Akaivunja. I don't know whether today is gonna smash it or not. I don't know. Let's wait and see. So, si Bien amekatch mafeeling. Lola akaenda akasalimia Frida and Frida was very happy. Pia akasalimia Nina akamwambia mimi I'm not here to cause trouble. Acha mimi niwaache muendelee na starehe zenu. Then akaenda huko akasimama na partner wake. Kenan akitoka kwa room ya Linda mali alikuwa na dressia alipatana na Greg akikujia bibi harusi. Si Greg akamuuliza unafanya nini hapa? Kenan akamwambia utaona chenye nimekuja kufanya. I have a surprise for you and everybody will see that surprise. Meanwhile, say hi to your son Bien. Awakaachana tu hivyo. So, finally, bibi harusi na bwana harusi wakafika na kila mtu alikuwa ana shout, anashangilia. Linda akaulizwa, Miss Linda Kabarage, without any influence or pressure from anyone, with your own free will, are you going to take Greg as your husband? Linda alikuwa like amesita. Kenan alikuwa anamwangalia kutoka mbali. Na ni kama watu hapa kwa hall hawako wamerealize that Kenan ako area. Bien alikuwa hapo wanaangalia na hivi. Kila mtu ametense. Asikie Linda atasema nini. So, Linda akaangalia Bien, akakumbuka ile promise yenye alimake. And Linda said yes, same to Greg. Akasema yeah, I'll take Miss Linda Kabarage as my wife. Now, after the wedding, wakatoka wakaanza kudance. Ndio hii time Lola akatoka maybe kwenda washroom. Bien akamwona akaji-excuse kutoka kwa Rispa. Akasema let me go to the washroom, to the bathroom. Kumbe alikuwa anafuata Lola. Akafuata Lola, akamwita Lola, what are you trying to do? Hii ni nini unafanya? Lola akamuuliza Bien, are you for real? Are you kidding me or what? Yani unataka nikuelezee chenye nafanya?
And you and Rispa are doing the same. Uwe ni nani? Who are you to ask me that? Do you know, nilijaribu kukuelezea au kunisikiza, ukaeka masikio pamba. Now you are here asking me for an account. I have been having sleepless nights because of you. Hey, look at yourself now. Do you know what even I've been going through because of you? Hey, Bien kusikia hivyo, akashika Lola, akampea kimunju. But I don't know why in this series, they are giving out a lot of munjus. But in Zari, hiyo party ya Rispa na Bien walikata. Kama ulirealize, hawakuonyesha. Na ndo ujue ni ukweli, Mark akauliza Rispa, mbona walifanya hivyo. Now, ndio Lola akajitoanisha kwa Bien. Akamwambia, you know what? Whatever you are doing is so childish. Hii ni utoto. Just as you said, it's over between me and you. Now, kumbe Kenan alikuwa na watch free movie ya Lola na Bien. Akakuja akaambia Bien, mbona ulifanya hivyo? This is a shame. Now you and I are going through the same thing. Seeing the people we love wakienda na watu wengine. Linda ndo huyo anaolewa na Greg. Ndo huyo Lola hako na mwanaume mwingine. So the pain is the same. Even ndo unasikia. And shame on you. Wewe ndo ulifanya mamako anikatae. So wakanileta na juu kidogo. And Kenan was very bitter. Mpaka Kenan alikuwa analia. Si Bien akarudi kwa harusi sasa. Na sasa amekat mafili. Akaenda akasimama mbele. On one side, anaona mamake wakidance na nani? Na babake. But all this time, Linda was very gloomy. Linda alikuwa amekasirika. Greg had a smile. Because ever since hii kipindi ianze, sijaiona smile ya Greg. Linda is sad. So it was a sad wedding. Bien anawaangalia. The same time, anaangalia Lola. Na Kenan alikuwa anawaangalia kutoka mbali. Linda na Greg wakidance. Now, two men came, mali Bien alikuwa. Kama desturi na mila za Zari. Kisu. Bien. Kumbe Lola na kila mtu aliona but hawange save Bien from those guys, from those goons. Lola alikimbia kuona Bien amedungwa. Na hiyo Bien akakimbia akienda mali Lola ako. Akaenda akaangukia Lola akamshikilia and she was screaming, calling for help. Kila mtu akakuja. Imagine, icha mwenye Bien alidungwa, Lola ndio alimshika. Rispa was nowhere to be found. Lola called for help, watu wakakuja wakaitana, wakatafuta ambulance, wakapeleka Bien hospitali. Kwa hiyo ambulance, si Rispa aliingia, ni Lola aliingia. Kumbuka Lola ni nani? Ni wameachana na Bien. But wakati Bien alidungwa, Lola alisikia vibaya and she was there to save Bien. Si akaingia kwa ambulance. Akiwa kwa ambulance anaomba Mungu Bien apone, at least wafike hospitali. Na yeye Rispa alichukua nini? Taxi. Rispa alichukua taxi akawafuata nyuma. So wakati Lola na Bien wameenda hospitali, ndio wana realize bibi harusi ako missing. Kumbuka Bien akidungwa kisu, Linda na Greg walikuwa wana dance. Now, after Bien kupelekwa hospitali, Linda is missing. Wakamtafuta kila mahali, wakamtafuta hawampati. All this time, Kenan alikuwa tu area amejificha mahali, anasikia tu chenye wanasema. Wakasema maybe Linda amefuata nani? Bien hospitali. Now, kufika hospitali, Lola alifika wa kwanza. Madaktari wakamchukua Bien, wakamweka theater, wakasema lazima afanyiwe surgery cause amedungwa. Kidogo Rispa ndo huyu hapa. Rispa akauliza Lola, umekuja kufanya nini hospitali? Lola akamuuliza, are you serious? Are you even mad? Are you even yourself? Unaweza aje kuniuliza nimekuja kufanya nini na huyu ni bwanangu? Before drama iendelee, Dylan na the rest wakafika. Lola kauliza, na Linda kwa wapi? Linda akamwambia, si alikuja huko hospitali.
Tumemtafuta hatukumuona, tukafikiria kwa hapo hospitali. Unamaanisha yuko hapa? Ndio Greg akakumbuka zile threats alipewa na Kenan. Vile Kenan aliambia Linda that hataona chenye atafanya na kila mtu ata witness. Pia vile aliambiwa asalimie nani? Bien. Greg akasema ni Kenan. So Greg akaambiwa hacho hapo, waende wapi? Dylan na Lwanda waende kwa Kenan. Now, pale kwa Kenan was very sad. Hao maboys wake wakakuja wakamwambia Bien hakukufa, amepelekwa hospitali na ako surgery. So wakamuuliza sasa, na auntie tumfanyie nini? Do you know auntie ni nani? Auntie ni Linda. Ndio Kenan akamwambia take care of her before hao watu wakuje, because I know they will come. Wakamuuliza tena, atumesema tumfanyie nini? I said take care of her before hao watu wakuje hapa. So I don't know what take care of her means, because after that Kenan alikuwa anajiambia Linda, forgive me, I'm very sorry, please forgive me. Ndio wakikakaa Lwanda na Dylan wakakuja. Hao ma security guards wakakuja wakamwambia Dylan na Lwanda wako hapa. Kenan akamwambia let them in, nilikuwa na expect. Na sasa hiyo alikuwa kwa ile hoteli yake kwa kitchen akikatakata nyama hivi. Afira yake anatolea kwa nyama. Dylan anakuja kamuuliza, did you stab Bien? And where is my sister? Kenan akamwambia me, I have nothing to do with Bien, na mambo ya Linda sijui. To me, Linda does not exist. To me, Linda is dead. Linda is dead to me. So, get out of here kama mtaki ni wachop na hii kisu. And wakatoka wakaenda. So, Dylan na Lwanda wakamwacha waende wapi? Waende polisi. Wakaenda wakaripoti kesi kwa Toros. Toros akamwambia sasa tuna evidence, hatuwezi shika Kenan. Chenye tutafanya tutamuita apeane statement yake. That's all. That's what we're gonna do. Then Toros akaambia Lwanda, hata umefanya vizuri ukakuja, cause nilikuwa nakutafuta. Juu Pamba amepatikana, ameuliwa, amerushwa kando mahali kwa mto. And Lwanda was like, Pamba, mbona unitafute? What do I have to do with that? Ndio Dylan aka-connect dots vile Kenan aliwaambia. Because before watoke, Kenan aliwaambia, and tomorrow we are going to meet at the Kabarage Holdings because shares za Pamba nilinunua nikaongeza na zile zangu. So tupatane kwa Holdings. Na walistuka sana. Ndio hii time Dylan akasema, so Kenan killed Pamba ndio achukue shares, then pia akaua Linda. Dylan was broken, he started crying, ilibidi wampembeleza. Wakasema sasa ni Kenan aliua Pamba na akaua Linda. Ndio Lwanda akamwambia stop talking like that, acha kuongea hivyo. So Dylan was very broken. Let's go back to the hospital. Pale hospitali Rispa alianza kutroll akina Lola na Dalmas after kuona wakiongeleshana. Na hii time Greg alikuwa hapo anasikiza. Si wakaanza kuvurugana, wakagombana, wakaletana juu. It was quite dramatic. Ndio Rispa akakasirika. Akaenda akapigia mamake simu. Akamwambia everything that happened. Akamwambia Bien alidungwa kisu na wajui ni nani alimdunga. Lola ako hapa na alikuja na ule skama mwenzake Dalmas. Wameleta mapenzi yao hapa wakati Bien hako surgery. And guess what? Lola na Dalmas walifungua store ingine na ile pesa walituskam. Mamangu ako hapo. Hebu weka loudspeaker asikii maneno. Lola walifungua store ingine na zile do walituskam. Season kusikia hivyo, akachemka, akawaka moto. Kaambia Rispa,
please nipe location ya hiyo shop, naenda hapo sai. Si kupewa direction, wakaamka waende kwa hiyo shop. Rispa akarudi tena. Now Bien alifanywa surgery, ikakuwa successful. Daktari akakuja akawaambia imefanyika poa hiyo surgery na hakuna any damage kwa internal organs, and atakuwa released after some few hours in the evening. Na wakikaka Bien akaletwa, amesukumwa, ametoka theater. Lola akaenda akamsalimia, akamuita, but Bien kuona Dalmas akasema toeni huyo mtu hapa, sitaki huyo mtu hapo. Kakasirika. Ndio Greg akaita Lola kando, akamwambia toa huyu mtu hapa, for the sake of Bien, toa huyu mtu hapa. Lola hakuwa na budi, akatoa Dalmas, wakaenda nje, akamwacha. Kumbe wakati alienda, daktari alikuja akauliza nani ako na Bien, because we can only allow one person to be with him. Rispa akasema ni mimi, Bien is my boyfriend and soon we are getting married. So Rispa akapewa ruhusa, akaingia. Ndio Bien akauliza Rispa kama Dalmas ametoka hapo. Rispa acha aanze kufinya kidonda akiekelea chumvi. Akaambia Bien, hata sahi najua wameenda pamoja kwa nyumba, cause aunti yangu aliniambia Dalmas na Lola wanakaa pamoja. And kumbuka Bien sahi ndio ametoka surgery. Lola alikuwa amemsave akamsaidia, na sahi Rispa anaharibu huo uzuri wote. He's trying to make Lola look bad in the eyes of Bien. Bien akajam, akamuuliza mbona hukuniambia mapema? Rispa akamwambia mimi sikuwa nataka ukasirike, but now that umesema Dalmas atolewa hapa, nikaona nikwambie. So imagine Lola came back coming to see Bien. Daktari akamwambia hawezi onekana na watu wawili, ni mtu mmoja mwenye ni close anaweza muona. Lola akasema si am the wife. Akaambua no, Rispa alisema ni girlfriend na future wife. So hivyo ndo kulienda.